Okay, basi kama kawa ndani ya nyumba nikiwa ni sehemu ya 9 wanaita The Border Town. Basi ukiwa pale YouTube hakikisha unafanya subscription ili tuweze kwenda sawa katika moto hapa. Basi ukiwa mtaani basi hakikisha unatafuta yote kwa watu wanaokaa kwa pande za Boma Ng'ombe, basi DJ Hero nipo. Mtafute kwa 0742140135 ili kupatia mgongo moto kama hivi. Basi baada ile tukio kuweza kupita, mabinti kama kawaida kazi yao ndio hiyo wanaweza kuifanya mara nyingi sana. Kujihusisha na masuala ya kucheza katika mambo ya klabu nini, kuburudisha wageni wanaozidi kuingia katika ufalme. Basi binti ndivyo alivyokuwa akiweza kucheza na kuweza kuwaburudisha basi wateja ambao wameweza kuja pale. Basi ndivyo ilivyokuwa huku. Walikuwa wakifanya burudani mbili tatu. Kwa wale wateja walioweza kukaribia pale karibu. Basi baadaye ghafla basi mzee mzima anamuita Yekai aliweza kufika. Kama nizani ulishaishia. Kaambia nilikuwa natafuta muda tu kujitafutia nafasi hapa kwako. Kaba subiri kidogo. Kama bosi yao ama discuss kitu na wewe basi leo. Kaba niambie Murongzu. Kama Murongzu alikuja wakati ule si ule mwenye pesa sana. Lakini sasa hivi wewe unataka naweza kukiomba kwako. Kama unamkumbuka siku leo ulikuja hapo ukalimisha watu wine, si ndio? Kama na mama nikaa hapo kidogo sababu wakati huu sina pesa. Kaambia hamna ndugu yangu. Usijali maana hicho kitu kidogo tayari kimeshalipiwa. Wewe nifuate. Kaambia safi. Basi akaleta kwenye chumba kimoja hivi. Aliomba room ya kuweza kukaa. Sasa wewe hicho ndio chumba utakaza kukaa hapa. Kwanza kuna msosi nini kila kitu. Kasi bosi yao ni mtu mzuri sana wewe. Kweli nimefurahia. Sasa kaza kukata kuku amemkuta pale hajajua ametoka wapi. Piga menu mzee alikuwa na njaba la. Kuta kuna wali, kuku nini. Jamaa kwa anamwangalia tu, jamaa anavojikatia vitu. Jamaa kasia. Mbona niangalia kiasi hicho ndugu yangu? Inakuaje? Naomba nikaa hapa kwa free alafu nitakulipa baadaye. Sasa kama mtu anamwangalia. Mbona unaongea kitu unaniangalia mimi kiasi hicho aisee? Uwezo wangu mkubwa nini? Kama ngoja nikwambie ukweli. Hapo leo ulipo kuna mtu ashakulipia tayari chakula, kulala, kila kitu. Tayari ameshakulipia wewe. Nini? Jamaa kajua ni yule binti yake nani? Akanaishia. Samasta kamwangalia huyu dogo anaenda wapi huyu? Leo ndiye alishajua kila kitu. Yekai alishagundua. Kama sio mtu alimlipia vitu kwa yule binti alimwambia ondoke hajaondoka. Kwa kaja mbio mpaka huku. Dingling. Jonesha mwanamke mpuzi uko wapi? Kama shangaa mtu amekuaje? Na kweli ding alikuwa hapa. Ding alikuwa hapa. Amkuta binti anakata msosi. Unatafuta mimi? Brother yeye mkafu. Unajua tu ni wewe umenilipia wewe. Kama nisije kwamba uondoke urudi kijijini kwao, nimekuaje mpaka sasa hivi huko hapa? Kama nataka nibaki kutawala mji kidogo kupiga hapa na pale. Kama si ding. Mr. Rusu baki pale leo. Kweli? Naogopa kwamba wewe utazidi kuni-explore zaidi. Cha kufanya ubaki mbali na mimi. Siondoki nimekwambia. Kama mbona binti ukati tamaa kabisa. Tangu nikutana na wewe napata shida tu. Usiniachata nikaa kwa razangu kidogo bwana, si nimekufukuza bwana uondoki wewe. Nija kaambia hapana brother yeye. Kaa hapa tuzungumze. Na kitu kihuzi nataka nikwambie wewe. Kitu kizuri kila siku niambie.
Kama mimi niko tayari kabisa kutoa maisha yangu kwa ajili yako. Hilo linisaidia kama kutoa maisha yako ili mimi niwe huru, si ndio? Mimi nimeamua nikuoe. Nini? Jamaa kazimia, mnapendagi binti ampendi kinoma. Uko sawa brother? Hapana, kwa simu swali yako mara moja. Swali? Chukua. Nataka kujiua. Sijiue. Unataka nataka kufanya upuzi gani hapa? Mimi kila siku nakukataa, mbona nidhuru nifuatafuata isi? Nataka nikuoe. Nataka nikuoe wewe. Au utaki nikuoe? Basi una chaguo. Sitaki nimesema. Kama hapo wakaanza kubembelezana mbele za watu, kwa watu wanashangaa tu mko na kichaa nini. Kama sikutaki unioe, mbona lazimisha isi? Kama niondoke mimi sio mzungu, mshaniletea matatizo bado unataka kunifuata. Naenda kukuoa wewe nimekwambia. Hamna shida. Utaki kunioa mimi si ndio? Basi fresh. Basi sitakuruhusu ukae kwenye chumba nilicholipia mimi. Ufe na njaa hapo hivi. Kabla tunasema nini, kwani shida nini? Naweza nikakaa hata nikalala kwenye corridor, mimi sio shida. Bwana nilale kwenye corridor kuliko kulala kwenye chumba kile pale cha kwako wewe. Kama basi fresh, tafuta sehemu kwenda kulala wewe. Nitaendelea kujipiga maji nini kama kaa. Jamani, angalieni mwendo wenu mnaotembea. Bosi siao. Naomba nipe chumba kizuri. Kwaita. Na chumba kizuri kwa ajili ya Mr. Fu. Kama wako sikamuona mzee. Jamaa wangu aisee ni wewe upo hapa leo aisee. Naomba lazima kidogo ni batata chumba cha kukaa ni kaya aisee. Aisee nipe emergency ndio. Jamaa wako kapita zake vya ongeaji. Sasa huyu mtu rafiki mzuri lakini anazingua, aongeaji kabisa. Chukua. Anamrushia bosi kadako na binti mzee. Tabia sikiliza. Mtu maskini kama anataka kupata pesa kama hii. Sasa sikiliza, huyu asikie kwa chumba changu tena asipata huduma kabisa. Msimpe huduma yoyote mpaka atakapo kubali nielewe naye. Jamaa wangu anashangaa, mchukue mtoto wa kike wewe. Sasa basi mzee mzima wanamuita Fu Shu, alitafuta chumba cha kwenda kukaa. Binti tunamuona mara ya kwanza. Imekuwaje mtu yuko hai huyu? Sasa chomwa na kisu cha moyo kadumbukia ndani ile Cloud Valley. Imekuwaje ametoka kule na mama mtu anatoka kule ndani? Huyu mtu atakuwa sio mtu wa kawaida huyu. Lazima atakuwa ni monster huyu. Haiwezekani akawa ameuawa afu amerudi tena akiwa hai kiasi hiki. Haiwezekanaje akaweza kurudi hapa? Lazima Big Boss itakuwa muongea jambo. Si ndio? Basi upande wa pili kwa mtoto wa kike. Wey. Binti anaangalia kile kibanio cha nywele ambacho kwa ni kama kumbukumbu ya kile cha mama yake. Jinsi ambavyo Fu Shu alikivunja siku ile. Baada ya kuzika. Basi inampa mawazo mengi maskini ya Mungu. Kwa sababu anajaribu kujifunganisha lakini hakifai tena kuungwa hivi. Basi hivi ndivyo ilivyokuwa. Maisha ya Kuinong kwa wakati huu ni magumu sana. Sababu tayari alikisha kuingia kwenye mapenzi na mtu aliyemuua. Sasa inakuwa ni shida tena. Ajikuta anakosa mawazo, anakaa mvumilia na muwaza. Alitakiwa aondoke aweze kwenda mbali. Na pili anapokumbuka maneno ya siku ile. Mwamba alivyokuwa anamwambia bora ningekuwa nimekufa. Mpaka sasa hivi Mwamba alivyokuwa anamkataa binti huyu. Hii inampa mawazo. Sasa mama, Fu Shu anachosema ni sawa. Lakini siwezi kukusahau wewe mama. Lazima ile daga leo mpiga kwenye kisu chake. Iliingia ndani sentimita 2. Binti anajilaumu maskini ya Mungu ikuta leo yuko na mpenzi wake Fu Shu akipendana sana. Nimekuwa undercover muda mrefu. Lakini sijawahi kukasirishwa na mtu yoyote. Lakini sijawahi kufanya kwa kuua mtu, lakini huyu mtu nimemuua lakini ameingia kwenye mapenzi kwenye moyo wangu mama. Nampenda sana. Binti anapojaribu kuweza kukumbuka siku ile alikataliwa mbele, alimkataa kabisa yani. Jinsi alivyoweza kutoswa siku ile. Nasema lakini sijaingia kwenye mapenzi na mtu yote, lakini mbona huyu ni mtu ni wa demon sect na mbona nimempenda? Sasa binti anajikuta anajilaumu tena. Nifanya nini sasa? Sasa binti anakumbuka siku ile.
Mara mwisho mama yake alikuwa akipewa adhabu ya kuuawa baada ya kuua mke wa mfalme wa 10,000 won. Mama yake siku alikuwa kate kichwa. Alipokuwa na wahi kuja kumtetea mama yake, ni kumsaidia baada ya kujua habari hizo. Binti anakumbuka mara ya mwisho mama yake alikata kichwa, lakini na yeye alikuwa jaribu kuweza kuwahi. Lakini naomba kwamba alichelewa binti. Alifika alikuta kila kitu kishatendeka na kimeisha. Alikuta kila kitu kimeisha, ni hamna kitu kinachotendeka tena hapo. Binti akajua bila shaka mama yake ipo tena duniani. Alishakata kichwa yani. Asa binti ndio analikumbuka kwa mara ya mwisho kabisa aliona tu kile kidani, kibanio cha nywele wanakiita hairpin. Cheki mambo hayo. Ndio nakumbuka mara mwisho ndicho alichokiokota peke yake. Kwa maana na kijali kipini hichi kuliko vitu vyote. Cheki mambo hayo. Usahau kwenye mtambo siku leo DJ Hero toka pande za Boma kama kawaida. Azidi kukiwasha moto kitu kama hiki wanakiita the Boda au sio bana, kama kawaida. Bila kumsahau Baba J Digital Studio wa Brother Dorcas pale chini kabisa, anazidi kuwakilisha vitu kama hivi, anazidi kusonga mbele. Naam. Bila kumsahau wanamuziki wanamuita RKF au sio? Jamaa wangu sana ule pale. Anapatikana pale Dorcas pale chini kabisa. Sawa Dorcas tu kabisa pale. Kitaka kunipata mimi shuka studio za Dorcas, karibu zote utanipata. Mkali wanamuita DJ Hero kama kwa. Mimi ni DJ Hero toka pande za Boma, ni DJ wa Boma Ng'ombe. Cheki mambo. Kuna maadiji wa Arusha kibao, lakini leo na mimi basi DJ Hero nimeamua kufungukia upande wa Boma kabisa. Cheki mambo hayo. Binti ajikuta analia kwa uchungu baada ya kumpoteza mamake. 0742140135. DJ Hero anapatikana kama kawaida. Binti anakumbuka siku ile. Na pale anapata ujasiri mwingine tena. Alifuta machozi. Akaona sasa ni wakati wa kulivalia njuga ili swala. Akasema mama, usiwe na wasiwasi. Nimejikumbuka kama mimi ni nani, niache kulialia kizembe. Mimi ni spy wa 10,000 kwa watu wote, maadui wote wanatakiwa uawe. Fushu lazima ufe. Nitakuua nakwambia. Lazima nikuue Fushu. Nitajikuta nabadilika tena. Wewe. Kaza moyo kisabuni na akaapa lazima atamua Fushu tena. Ajaribu tena mara nyingine. Binti akomi mzee. Basi tuondoke upande huo. Ndio upande wa huku, maana yake binti yuko na mamake wa kambo anapiga story 2-3 katika hali ile ya mama na mtoto. Niambia mama, wewe na baba mlikutanaje mlikuwa pamoja? Kaambia ni ngumu kukumbuka maana ni muda mrefu. Lakini nakumbuka aliniambia tu. Naambia tu ilikuwaje. Baba nilipokutana mara ya kwanza nilikuwa mdogo sana. Nilipokutana na babako. Nilikuwa sina chochote, sina ile wala ile kuhusu mahusiano na kitu kama hivyo. Lakini alikuja kanikamata, kanikumbatia. Itilafu kidogo hapo. Binti anadai kwamba hata hakunilazimisha. Alinikuta tu, akanileta, akanitoa kule mbele macho yangu nilipomuona, nilijua tu baba ni mzuri. Yeye ni mwanamke mzuri, mwanaume mzuri sana ambaye kila siku ningetamani niweze kuwa naye. Lakini baadaye jaribu kuweza kutoroka, lakini nilikuta hatimaye naingia kwenye mapenzi baada ya siku 10. Kamkuta mtu yule ananirudia ndani ya akili yangu. Baadaye nikaamua nikae hapa 10,000 $. Kwa kasafiri siku 10. Akasema ndio. Nilikunywa, nikanywa, nikalala. Baadaye nilipokuwa na njaa alikuwa akinipa chakula nikila. Baadaye tulipata tukaa tumeweza kulala katika udongo. Baadaye tukajikuta tumeingia katika mahusiano. Kama basi ulikuwa na bahati mama. Kama ni bahati gani ulionayo?
Kaambia ngozi yangu ilikuwa ni nzuri nyororo. Kwa baba yako alikuta ananipenda tu moja kwa moja. Baadaye nikaamua kuwa mtu wake kabisa. Baadaye nikaamua niweze kuwa na mahusiano naye kabisa. Natumai nimekuja kuwa mama yako hivi leo. Tambo ilivyokuwa hivyo muda wote. Vipi kuhusu ndoa yenu? Na inakuaje kuna mtu kawa unampenda labda afu kawa unamuigizia na kuaje? Kaambia una kitu kama hicho kinaweza kusumbua? Bila kadai hapana. Kama ushaogopa kuniambia wala mimi sitakulazimisha lakini. Kama mama, kuna mtu ambaye nimejikuta natokea kumpenda sana. Fu Hongxue. Ambaye simpendi Fu Hongxue. Kama umejuaje kwani? Kama mimi ni mtu mwenye experience kwa najua vitu ambavyo vinaendelea baina ya watoto wangu. Cheki mambo hayo. Kaambia lakini sikutaka mara ya kwanza. Kila jikuta kama tayari ndoa imeshaandaliwa kwa ajili yangu, kwa hiyo sasa nikavunja ndoa baba aliweza kuipanga kwa ajili ya Fu Hongxue. Sababu Murong family itaelewa juu ya swala hili. Kama kweli unampenda, nitaongea na baba yako ili usiweze kuolewa na Murong Zhu, si ndio? Nitakufanya baba yako aweze kuolewa na mtu ambaye unampenda wewe, sio mtu ambaye baba yako anamtaka. Nadhani hisia zangu kwa sasa hivi ziko upande mmoja na mimi siwezi nikatoa maamuzi bila babangu. Kama inakuaje? Kaambia hapa kivote vile kuna mtu ambaye siwezi nikapingana, itakuwa ni kama majaribu kwa babangu. Lakini njia pekee kaza kumuita Fu Hongxue. Sijui lakini sijui nitafanyaje, labda niweze kukaa karibu yake. Nimekuwa nikimuumiza muda mwingi. Kama mara ya kwanza, ni mara yako kwanza kumpenda mtu Bila kadai ndio ni mara yangu ya kwanza. Najiambia moyoni mwangu kwamba huyu mtu ni mfungwa tu, kwa hiyo siwezi nikaa mahusiano naye kimapenzi kabisa. Lakini sijui kwa nini huyu mtu ni mfungwa na ameingia kwenye akili yangu. Na kila siku ninavyomuona nafikiria jinsi ya kumvamia tu. Sasa naweka kuni katika moto juu ya mawazo yangu juu ya mtu huyo. Naambia kila kitu kinakuwa kina hatua zake. Kama umempenda mtu, haujalishi kuangalia kwamba ana uwezo gani au yuko vipi. Kwa maana nataka kuniambia nijishushe niwe karibu naye. Kabla bila shaka kama unapenda kuweza kumpata basi fanya hivyo. Kuwa na urafiki naye. Alafu baadaye kila kitu vitanyoka vyenyewe. Baadaye utaamua kuweza kuja kumueleza kile ambacho unajisikia moyoni mwako kumhusu yeye. Lakini cha kwanza uanze kuwa rafiki naye ili asije kukuumiza kila siku. Basi baada binti kuweza kupewa basi hizo procedure za kufuata, aliamua atakwenda kutimiza ile swala. Lakini upande huu mzee amerudi tena, binti anamuita Kuinong. Kinong amerudi kuja hapa. Kaambia bado Fu Hongxue hajafa. Kama mlinishajua. Cheki mambo hayo. Mabinti wanajikuta tena leo wanaenda kujiorganize tena upya kwenda kufanya kazi tena. Kama mimi nitakuwa tayari na nimeshajua kama mimi ni nani. Kwa hiyo hapa tutaka tu makini tena katika swala hili. Kilichobakia kwenye kundi letu hili ni kuhakikisha kwamba kulinda harusi ya mkali wakati Mr. Big Boss anakuja. Kulinda harusi ya mafamilia katika ufalme huu hapa. Mambo hayo. Sijali. Mimi nitasaidia kuhakikisha kwamba Fu Hongxue anamweka chini. Baada ya kudiskasi muda mrefu basi waliamua leo. Cheki mambo hayo. Wakati anapiga story akaambiwa Kuinong amerudi yuko hapa. Kamba sijui kwa nini amekuja hapa. Kuinong amefika akamkuta mzee mzima amelala hapo juu. Mzee, wewe Fu Hongxue yuko wapi? Kumbuka Fu Hongxue ameambiwa kwamba kisha kwamba wanapenda anakuwa anajificha kwa karibu na mtu anamuita Fu Hongxue. Kaambia Fangling. Fangling hataki kumsikia maana mtu anaonekana ni mtu mbaya kwake. Alienda moja kwa moja chumbani kwa mkao anamuita Fu Hongxue. Yaani sijalala usiku mzima nimekaa vile kama naituoka aisee. Mbona Kuinong ameenda nyumbani kwa Fu? Anaenda kumtafuta Fu Hongxue, kuna shida gani? Anaonekana kama anampenda Fu Hongxue.
我大小姐对一个男人这样， Inaonekana binti ameshaingia tayari kwenye mahusiano na Fu Hongxue nini. 干脆就把话挑明了，告诉他。 Lakini kumbuka ni member wa Demon Sect, itakuwa akija kuingia kwenye mahusiano na mtu wa Mtensa Zandoli. Uone kama ni uadui. 万马堂的大小姐， Kaambia msiwe na wasiwasi. 相信一个舞女说的话。 Naamini kwamba mimi hapa ni mchezaji tu. 你们 Mwambie akae mbali na mtu huyu. Kumbuka yule ni adui wa ufalme. Sasa inakuwaje akiweza kuingia kwenye mahusiano na yeye? 谁为我们作证啊？ Kaambia hakuna mtu atakayejali katika hilo. 知道我们身份的只有大老 Cha msingi na cha kuvumilia zaidi, 大老板不在， Big Boss bado hayuko hapa. 都不会有人相信的。 Kwa hata amini kirahisi tukiwa tunaongelea hili swala hili. Tusubiri mpaka Big Boss akiweza kurudi. 一名暗探说出自己 Mimi bado nitaendelea kuwa undercover kama nini kama kawaida. Japokuwa nimeshagundulika kwamba mimi ni nani. 也没有帮手，唯一能保护我们的 Mtu mmoja wa kutusaidia sisi ni sisi pekee tukiungana. 这些年， Kunong, 小姐她对你的， miaka yote tumeishi tukiwa pamoja. 你真的 Hatujai kutoingia katika maelewano, lakini kwa sababu ya mtu huyu tunajikuta tumeingia kwenye kutokuelewana tena. 但至少现在还不是时候。 Kaambia lakini wakati sio kwa sasa hivi kumwambia binti juu masuala haya. Maana wadui huu umeshaanza kuzidi baina yetu na Mafangli. Mafangli leo amekuja moja kwa moja leo. Anaamua kusogea chumbani anapokaa mkala anamuita Fu Hongxue. Anataka kuweza kutengeneza urafiki kama alivyoweza kufundishwa na mama yake. Sasa mambo hayo. Binti alifika hapa leo. Anataka kugonga kinya na sita. Hatimaye aligonga mlango. Binti aligonga mlango bana. 傅红雪， Fu Hongxue, 傅红雪， Fu Hongxue. Ni mimi, fungua mlango. 你又来这里做什么？ Kabao ni nani tena pale? 我 Kuna kitu nataka nikwambie. 有话想跟你说。 有什么话你就站在。 Kaambia sema ukiwa umesimama hapo hapo. 你要是不开门， Kaambia kama usipofungua mlango 进来了， nitabadilika tena. 你为什么就是不肯见我？ Kwa nini unataka kwanza kuniona mimi? Binti akaanza kuongea maneno hayo. 我从来不做没有意义的事情。 Kama mbona sijaifanya vitu vya maana mbele yako? 没有意义的事， Kwa nini? 那你救我是有意义的事吗？ Nisaidie kuja niambie vitu vingi, lakini kitu ambacho nataka nikwambie wewe kila siku. Sasa au kule jangwani ulinisaidia maisha yangu. 我得把他救出来， Kwa nini ulinisaidia kipindi kile? 从一片沙漠里救了出来，又为何要把他丢弃在另外？ Iweje sasa hivi nataka kuweza kumwacha mtu ambaye ulimsaidia kule kipindi kile jangwani? Kwa nini? 你走吧。 Kaambia ondoka. 马小姐， Msima, 你还是走吧。 nakushauri tu uondoke zako hapo. 人 Huyo mtu aongeaje, alafu ni mtu ambaye anapenda kujitenga tenga na watu. Kwa hiyo 想做的事，你就 hawezi 是 akaongea na wewe, bora uishie zako tu. Maskini ya Mungu, binti ajaribu kuweza kusogea karibu na mkali bwana Fu, anampenda sana. 走多情， Kaambia ni kitu ambacho nakifikiria nini? 下定决心来找你。 Inaonekana binti ameshaingia kwenye mapenzi kabisa na mwamba huyu. Mtoto wa mfalme amemtoa kwenye ufalme amekuja mpaka huku. Ah, 谢谢你今天让我死了。 bila kusema nashukuru Fushu. Hatimaye najikuta nakata tamaa kwa ajili yako. Da. Binti maskini ya Mungu anakata tamaa leo. Anaamua kuweza kuondoka. Kwa sababu anampenda Fushu na kwenye Fushu haoneshi nia. Lakini kumbuka upande wa Fushu alitumwa leo akisha kwamba binti huyu anaingia kwenye mahusiano kwa mapenzi na yeye. Cheki mambo hayo. 大怪胎， Angalia mambo hayo mzee. Fushu ametulia hapa na sababu zake za kuweza kujiweka 你 hivyo. 不也是一个怪？ Ukituma kwenye mwisho lazima anakuwa makini, akaanza kuringaringa, lakini kumbuka mpango wa Fu Hongxue akisha Mafangli amempenda ili iwe rahisi kulipa kisasi kwa ajili ya babake. Cheki mambo hayo. Hatimaye inaonekana mchezo wa Fu Hongxue umeingia kwenye boxing. Binti amechanganyikiwa kabisa na kwenda kuna mfalme akiwa analia, maskini ya Mungu. Moyo unamuuma maskini ya Mungu, mtoto wa kike. Anampenda mtu ambaye ni adui kwenye ufalme wao. Cheki mambo hayo. Vile vile kumbuka Fu Hongxue maagizo binti lazima ampende, akimpenda atakuwa rahisi kwenda kulipa kisasi. Cheki mambo hayo. Jamaa kama kawaida mzee amekaaga huko juu mzee. Hey! Katua hapa chini mzee. Hapo leo kuna ngoma bendi zinapigwa pigwa hapa nje mzee. We, 丁玲玲， Dingling mwana nipigia kelele aisee. 大半夜的干嘛？ Nimeshakataa kulala kwenye chumba chako, nimelala hapa juu. Kwa nini nipigia kelele? 听听曲儿。 Kaambia mna shida, maana nimewalipa wafanye kazi na mimi basi niko hapa kwa ajili ya kusudia kazi hiyo ikifanyika. 听曲儿，不让人睡觉。 Kaambia tutoke kwenye tuweze kulala au? 叶少侠， Kaambia hapana hilo yeye. 来的， Mimi ni mfanya biashara, kwa hiyo
Hata kwa kuna watu wengi mtu akilipa pesa namfanyia kile anachotaka nikifanyie. Binti amelipa amedai kama apigiwe muziki usiku kucha. Sasa binti Ding Ding anafanya hivi kumfanya mambo mpaka akubali, yani mpaka mkubali. Cheki mambo haya. Kama Miss Ding Ding anafanya hivi. Kaambia sijaelewa chochote. Lakini nimelipa pesa. Kwa hiyo pesa yangu haiwezi kaenda bure. Shida nini na hilo wewe? Naona kweli umechoka, umelala. Basi mimi nataka nipate muziki sio mbaya. Basi Mr. Ding Ding anahakikisha kwamba amtesi mambo mpaka mambo akubali kwamba yeye hawezi kuwa karibu naye. Kwa mambo mpaka aweze kumuoa. Basi sound DJ hilo kama kawaida na nyumba nikiwa nafanya kama kazi kama kawaida. Basi ni 0742 140165. Kwa mambo hayo. Basi akaamuru apige zile ziendelee kupigwa. Kazi namuumiza masikio mzee. Imetosha. Unataka nifanye nini? Kama nataka nikulipe kwa sababu ulinisaidia siku ile. Lakini sasa utaki kuanza kunilipa kwa sababu gani? Utaki kupokea malipo yangu. Nakununulia chumba kwa ajili yako umekataa uje umekaa hapo juu. Haya kuja haraka sana leo tunaendelea kupiga hapa. Hata wakazidi kupiga kana muumiza makelele nini. Fushunga akatoka. Ngala makelele ya Fushunga yapendi. Onekana kweli yule bishana na mtoto wa kike, si ndio? Baba bosi si hao. Chakula ni kitamu, ni kizuri, nimekubali. Chakula ni kizuri bwana, kwani shida nini? Subiri kwanza. Waita. Fanya haraka peleka msosi pale. Cheki mambo hayo. Kama basi ni nzuri pia. Sasa wakana piga kila kija Fushunga kwa hii chwa ni uso hii. Akaenda kurudi ndani ya chumba chake. Basi baadaye jamaa wako amelala kwa Fushunga mzee ametoka hapo mzee. Fushunga amemuita karibia kwenye chumba cha Fushunga. Cheki mambo haya. Sasa alipoa chumba na Mr. Fushunga waje kulala wote. Cheki mambo haya. Basi kama alivyomsaidia basi na leo amelala wanaangaliana mzee. Oya. Upanga kufanya nini? Wewe lala. Ishi kitanda changu ushasahau. Kwa taka nalale wapi? Kama lala hapo chini chali yangu. Nalale kwenye sakafu jamaa yangu isi. Kati mimi nikusaidia kipindi kile mwanangu. Jamaa kaambia tulia wewe. Kama utalala utaondoka hapa. Basi mna shida nitalala hapo chini mani. Jamaa wako akashuka aweze kulala hapo chini. Maana Fushunga anaonekana amemzingua. Akachukua blanketi akalalia. Kabla tangu ulipolala kwenye chumba, nimekubaliana na situation zangu 3. Kuna maombi 3, 3 condition. Usitembe. Kama mbona nipo kazi kama utumwa isi, usituma sasa isi. Kama na pia nataka kutaji msaada wako wewe tena. Kwa wakati huu hapa umeweza kuzungumza ndugu yangu. Basi hamna shida, mimi niko sawa, wewe niambie. Nasema kama nitakufa, uende kwa ile milima pale. Kuna jiwe nataka uweze kulipeleka pale. Utapeleka mbele ya tambu soma afu baadaye utaonyesha ishara ya heshima. Basi bila shaka nitakusaidia kufanya hivyo. Basi jamaa kazidi kulala. Saa 3 hujaniambia saa 3. Saa 3 hamna. Umesema na mambo 3. Sijakuruhusu ongea, kwamba kuongea naonyesha mkono juu. Master Fu. Basi kuna mtu amegonga mlango hapo. Kama Master Fu. Kuna mtu ameleta ujumbe hapa. Basi kabidi asogee kwenda kuangalia barua ile ambayo imeweza kuletwa. Kama mtu yuko wapi? Ameleta ujumbe hatimaye ameweza kuondoka. Ambao unaweza kaishia tu. Basi mama alisoma ujumbe ule. Kuna kitu aligundua katika ujumbe ule. Hatimaye akawasha moto hapo. Anaosha mkono, wewe. Sinaosha mkono nataka niongee isi. Jamaa hata anamsikiliza. Aliambiwa siongee mpaka nyoshe mkono. Oya, si mkono unaonesha isi. Nimeuona maana yake uruhusi kuongea.
Jamaa kakiwai chap kabla kilisha kakizima papo ili aweze kugundua ujumbe gani ambao umeweza kuletwa hapo. Kile alikuta ujumbe umeshaungua wote. Kuna ujumbe kidogo alitaka sema shakosa ujumbe huu. Basi baadaye mwamba anamuita Fu Hongxue aliweza kuondoka. Hapo pana pili kwa binti wakaendelea kudiscuss sana juu maswala hayo. Asema mtu atakuwa na uwezo mkubwa mashurati na Fu Hongxue kanaje kajiweza kufa manake sio mtu wa kawaida huyu. Kaambia kuwa makini unapokuwa kumfuatilia Fu Hongxue. Binti alidai kama atakwenda kufuatilia Fu Hongxue mwanzo mwisho kama kawaida. Ameamua tena upya kwa kisha kujaribu tena kumuua huyu mtu. Cheki mambo hayo. Basi mkao anamuita Ye Kai akiwa upande wa juu kabisa. Fu Hongxue. Kwa wakati huo kuna matatizo makubwa sana. Aligundua. Lakini kumbe Fu Hongxue alikuwa amekuja leo huko. Kuja kumwambia mama yake aliyomjiri leo. Ambia kwa nini nilikwambia uingie kwenye ufalme wa Tisan Hall unajificha kwa Nameless Provision? Kwa nini? Umefanya ujinga wa mtoto. Huyu na mama yake anayempa oda zote afanye nini afanye ili kwa ajili ya kulipa kisasi. Kwa babake. Kama usahau misheni yako Fu Hongxue. Kama mama. Sisi nikasahau misheni yangu mama. Kale basi vizuri. Sina muda mwingi sana kupoteza hapa. Lakini nataka nikukwambie ufanye ninavyokuambia mimi. Sawa? Kama sawa mama. Huyu mama yake ambaye amemfunza kwa ajili ya kuweza kulipiza kisasi. Cheki mambo hayo. Baada ya mama kuweza kumwagiza agizo aliloweza kumpa, mama leo aliamua kuweza kuondoka. Cheki mambo hayo. Master Fu, kwa mtu amekutumia zawadi yako leo hapa. Na anakuletea ukakuta kwamba wewe haupo. Basi mwamba kafika. Fu Hongxue atakafungua ile mzigo. No! Kuta kichwa cha mkalo na muita. Mungu wangu nisaidie kichwa cha mtu. Cha nani hicho? Ilikuwa ni kichwa cha Master Ye. Jamaa akamwambia oya boya. Hata kuniigizia wewe mjinga. Ilikuwa ni Master Fu kwa kumigizia. Cheki mambo haya. Jamaa wangu bado zilipo kuigiza kiasi hicho. Sasa geuza macho anakuta jamaa angalia oya. Haya basi nimeshajua baba ameshanigundua. Sasa kwa mtu namna gani ise jamaa wangu ise? Una hata hisia kuogopa wala nini? Ana majifanya kichwa cha mtu lakini bado usikii, si ndio? Kabla acha kujisumbua ise, nikwambia unaosha mkono kabla hujaongea. Basi fresh. Zungumza sasa, zungumza. Kama Master Fu mbona kila siku unakuwa uko boring kwambia mambo unisikilizi ndugu yangu. Nataka niwe rafiki yako niungae na wewe aisee. Kuna watu wanakuinda kila siku hivi unajua aisee. Unamaanisha nini maisha yako unaoishi aisee bala uwe ushirikiane na watu wanaoishi kwenye ulimwengu. Shirikiana na watu wote ili uweze kuwa mpoke kiasi hicho mwanangu. Kaambia inakusumbua nini wewe? Kama kweli wewe ndio yuko hivyo. 再好的弓，绷时间长了也会断的。 Sasa naongea jamaa wako hata anaonekana hata ajali kwa chochote kile anachoambiwa. 反正你闲， Master Fu, 要不然 pesa nyingi unatoa wapi? 怎么 Hebu njoo tucheze hata mchezo kidogo, tucheze michezo mitatu hapa hivi. Kupoteza mawazo. Basi akaanza kumfundisha michezo ya kucheza. 给你2次机会， Cheki mambo hayo. 猜中在哪 Kama 个？ nitakupa chance mbili tu. 猜不中送。 Kishinda. Nataka kujua kama utashinda utashinda. Unaacha kirude? 没意思。 Kaambia ai, mchezo wenyewe na boa huo. 这样吧， Kaambia angalia. 谁输了，谁要无条 Hiki na kinamisha chap. Hiki na nyanganywa nafunika. Mtachanganya. 啊？ Nataka uchagulie kipi ambacho kina kile kidude kwa ndani. 有什么不敢的？ Kaambia hakuna cha kuogopa mbona hapo. Sasa kaamka hatimaye. Akachagua kile ambacho hamna amekosea. Jamaa akamwambia kufungua kingine hamna. Kufungua kingine hamna. Kaambia wewe. Kipo mdomoni bana. Ase. Jamaa kwa roho mchezo wa kijinga, mchezo unaboa huu. Ye Kai anajaribu kuweza kumfanya mtu achangamka wewe mtu anayeishi na watu kwa pamoja nini? Cheki mambo hayo. 什么事儿呢？ Kama mnyaidi kwanza. 你一定是让我不要去杀马空群， Kwamba utaenda kumuua Makangkang. Ndio? 其他你都可以答应吗？ Kaambia ndio.
可以。 Kweli? 我要你去见马芳玲。 Nataka uende kamuone Ma Fangling. Utaniahidi? Basi Ye Kai aliweza kumuomba kwamba mkali Fu Shu akaongea na binti, maana binti amekuwa bored kweli yani. 我说了，谁都不要来。 Akasema nishaingia mtu asinisumbue. 娘，我有话要对你说。姨娘， Kuna mtu anataka kuongea na wewe leo. 想一个人静一静。 Hayo nimesema nataka niwe peke yangu. 我想跟 Nataka niongee na wewe 那个马奴的事， kuhusu yule mtumwa yule. 想再听到关于他的事， Sitaki kuongea na mtu wote, si mtu mwenyewe anasumbua mimi na akili yangu. 恐怕将来 Kama fungua mlango mwanangu nikusaidie. 消息了。 Fungua nikupe mawazo. Binti kusikia habari kuhusu Fu Shu, basi akafungua mlango. 姨娘，他怎么了？ Kaambia, 叶开 nini imetokea? 有一个 Kaambia Ye Kai ametuma watu 有啥？ ambao wana uwezo mkubwa waweze kwenda kumua Fu Hongxue kwa nameless provision. No! Binti akachukua upanga wa mkali wanamuita basi Fu Hongxue. Maana amesikia kuna mtu ambaye ametumwa kwenda kumuita mtu ambaye ana uwezo wa kupambana aje kumuua Fu Hongxue. Binti alibidi awahi kwenda kumtaarifu Fu Hongxue ili aweze kumuondoa kwenye ile eneo asije kuuawa, maana anampenda. Cheki mambo hayo. 他不会来见你的， Asije sitakutana tena na wewe hapa. 这里早就有人了。我今天不想跟你废话。 Usipoteze muda wangu, naomba niachie niingie ndani. Kaonesha pesa. Unaona hizi pesa? 你猜这里面装的是什么？ Unahisi nini kiko ndani ya hiki pesa? 不过就是这里的男人给你 Hizo ni pesa zako za mchezo mchafu unaocheza. 给我的赎身， Kaambia hamna, hii ni Fu Hongxue alinunulia uhuru wangu. 只为你赎身。 Alitoa hizi pesa akanunua mimi niweze kuwa huru. 既然老天爷让我们在无名居相 Kwa 识， hiyo una chako katika nameless provision. Mimi kila siku niko naye. 从今往后，我跳舞 Mimi sio mchezaji peke yake. 别骗我， Pia ni mtu ambaye ananikubali kiujumla. 他怎么会喜欢你？方玲， Kaambia sitaki kujua. 你太 Kaambia mbona unataka kuweza kuelewa wewe? 对于男人来说 Mimi ni mwanamke mmoja ambaye ni hatari sana. Kwa wanaume 就越有诱惑力。 mimi navutia sana. 他 Na wala siweza kumuua yeye. Lakini nimeupata moyo wake. Wakati wanabishana, kumbe binti alikuwa, kumbe mkali alikuwa pale Mr. Fu Hongxue. 这样， Kama nimesema ukweli 你以 mtupu. 后离他远一点。 Kwa hiyo naomba ukae mbali na yeye, ni mtu wangu ninayempenda. 吗？ Binti anataka kumharibia Ma Fangling. Alifika mkali anamuita Fu Hongxue. Akamshika binti mkono akamvuta ndani. Mbele ya kuinongo mzee. 这姐俩真是越缠越 Kabla 乱。 nashangaa sana wanawake wawili wanamgombania mwanaume mmoja. 真是奇怪啊！ Kabla ni nzuri pia. 知道， Najua Fu Fu hawezi kwenda kumuua Ma Fangling. 可是 Anataka kumuua Ma Fangling na Ma Fangling anampenda, inakuwaje hapo? 这个时候 Kama Ma Fangling 能阻挡傅红雪， anaweza akamsimamisha Fu Hongxue asifanye lile jambo. Binti akaona labda. Lakini wewe amini Fu Hongxue alimleta binti ndani. 傅红雪， Fu Hongxue, 我知道你， najua unanichukia sana Fu 我也 Hongxue. 知道你不想再见到我， Lakini najua 可是我不想眼睁睁的看 kuna mtu ametumwa aje kukuua wewe leo. 天晚上 Usiku wa leo kwenda kuomba uweze kuondoka. Kwa mtu atakuja kukuua hapa leo. Alimrudishia upanga wake ambao Fu Hongxue alikuwa anautumia. Kabla nimekurudishia uswadi wako. Binti anampenda sana lakini Fu Hongxue hana muda kwa ajili yake. 谢谢你。 Kama nashukuru. Lakini kumbuka Fu Hongxue, 告辞了。 naomba uweze kuondoka. Akamshika mtoto wewe. Unaenda wapi? Binti alishakata tamaa. Naigizo lile pia na mama yake jana. Akisha binti anampenda huyu. Waingia kwenye mahusiano. Alimgeukia binti huyo. Binti akaona da. Leo nimesikilizwa nini leo? Maskini ya Mungu binti. Leo alizuiliwa leo. Ye. Binti ndo aamini kama ameshikwa mkono wake leo na mtu anamuita Fu Hongxue. Huenda kuna dalili njema hapa. Oh. Inakuwaje hapa leo? DJ Hido kama kawa ndani ya Boma Love Stories ipo. 为什么不早点出现？ Kaambia kwa nini ukunionyesha hivi kabla? 干脆不要出现。 Kwa nini ukufanya yote hapo kabla? Na kuchukia wewe. 从来没有这样恨过一个人。 Na sijai mchukia mtu hapo kabla. 我恨我， Kaambia kama ukinichukia mimi, 那天就应该一刀杀了我， ungekuwa umeniua mimi muda wote tangu siku zile. 这样我们两个就不会 Na 同。 hivyo kwa nini ulikuja hapa na kuwa na maumivu makali kwa ajili yangu? Maana yake unichukii. Do binti akamrukia mtoto wa kiume huyu hapa. Leo anaamua kuonesha hisia zake live kwamba anampenda mkali anamuita Fu Hongxue. Da! Mapenzi hayo baba.
Nijeruhiwa kama kawa. Binti anasema anashindwa kujua kwa nini nafanya hivi mwenyewe. Nashangaa kwa nini nafanya hivi. Na wakati sikuweza hapo mwanzo. Na nilishindwa kufanya hivi. Kivote vile. Kuna mtu atakuja kukuua hapa leo. Naomba uondoke. Kaambia anajua kuniua mimi. Kama siwezi kukwambia, usiwe mtu anayekuja kukuua. Kama sijali kuhusu hilo. Kama huyu mtu ambaye ni hatari sana na uwezo atakuja kukuua wewe Fu Shun. Kama kwa mimi vyote ni sawa kwangu mimi. Kama basi twende na mimi nakupenda. Kaambia hapana, nenda wewe. Bila sema nilipenda kukwambia. Kuongea na wewe kikawaida tu. Sasa mambo hayo. Mimi nakwenda kufuata katika sehemu ya 10. Ndio hilo kama kawaida ndani ya nyumba. Vipi inakuaje pale? Subscribe.